Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Karibuni ndugu zangu, leo Dominika ya 4 ya Majilio, na hii Dominika tunawakisha mshumaa wa 4, mshumaa wa upendo. Yule Masia anayekuja katika maisha yetu anatuletea upendo, upendo katika familia, upendo katika ndoa, upendo katika kazi, upendo katika jamii, upendo katika kila sehemu, ambao wale ambao tumeumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Vile vile huu mshumaa unaitwa Angels Candle. Kwa hivyo tuombe ili huyu Emanueli, Mungu anayekuja katika maisha yetu, aweze kutuletea upendo, na upendo hudumu katika maisha yetu. Na hii Dominika ya leo, Dominika ya 4, ambayo ndio Dominika ya mwisho, ndio tusherehekee kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo yetu yanatuambia kwamba tusiongope, Mungu yu pamoja nasi. Tunasubiri ujio wa Masia katika maisha yetu. Tunakuwa na hofu za maisha. Unakuwa na hofu kwa sababu hauna kazi nzuri, uko na hofu kwa sababu una pesa, uko na hofu kwa sababu wewe ni mgonjwa, uko na hofu ukishindwa watoto watasoma namna gani, uko na hofu kwa sababu watu wanakusumbua katika maisha yako. Leo tunaambiwa kwamba tusiwe na hofu. Tumeshapatiwa ishara ya mafanikio, tumeshapatiwa ishara ya uponyaji, tumeshapatiwa ishara ya upendo wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo hatupasi kuwa na wasiwasi, kwa sababu hatutembei peke yetu. Tuko na Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo tusihangaike, tusihofu, kwani Emanueli ni Mungu pamoja nasi. Katika somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya 10 hadi 14, na tunaona huyu mfalme wa Yerusalemu, Ahaz, wa ukoo wa Daudi, anasumbuliwa na maadui, na yeye anakata tamaa, anakata hofu, na anaambiwa yeye mwenyewe aweze kuomba ishara kutoka kwa Mungu. Lakini anaona kwamba ni kama Mungu hawezi kufanya chochote. Yeye hata hana matumaini, haoni kama Mungu anaweza kufanya jambo kubwa. Yeye anaona kwamba ni kama Mungu hayuko upande wake, lakini Mungu anakuwa mwaminifu, anataka kutimiza zile ahadi alizotuahidia wakati wa Ibrahimu, na hizo ahadi za usalama na amani na utulivu. Na yeye ingawa Ahazi anakataa kupata ahadi kutoka kwa Mungu ama ishara kutoka kwa Mungu, Mungu anampatia ishara, na hii ishara ni hiyo hiyo ya huyu Mwokozi ambaye anakuja ili aweze kutupatia amani, aweze kutupatia utulivu. Lakini hebu tujiulize sisi wenyewe, je, ungependa kupata ishara kutoka kwa Mungu? Ungependa kupata ishara gani? Sisi wenyewe tunataka kumwamini Mungu, lakini tuko na wasiwasi kwa sababu matumaini hatuna, upendo hatuna, uvumilivu hatuna. Saizi hata najua ungependa kupata ahadi, ishara kutoka kwa Mungu ya kwamba atajibu sala zako. Ungependa kupata ishara kutoka kwa Mungu kwa sababu ili uweze kuthibitisha kwamba umeomba vizuri. Lakini kile cha maana ni kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Je, ni kitu gani ambacho ungependa kumwomba Mungu kama ungepatiwa nafasi? Ni kitu gani ambacho ungependa kuomba kwa Mungu kama ungepatiwa nafasi? Kuna wale ambao wamesema wangetafuta kazi kwa sababu kazi imewasumbua, labda mume mwema ama mke mwema, kwa sababu yule mwenzao wa ndoa anakusumbua, ama labda watoto, ama labda ungetafuta cheo. Lakini ni ishara gani ambayo katika maisha yako inakuongoza kujua kwamba Mungu yu upande wako? Ni ishara gani ambayo inadhihirisha kwamba Mungu ni mwaminifu kwako? Ni ishara gani ambayo unaweza kuitoa kama ushuhuda ya kwamba Mungu yu pamoja nawe? Mara nyingi tunapenda zile vitu ambazo zinaonekana kubwa sana ndio tuweze kuchanganya watu, ndio wajue kwamba sisi ni watu wa sala, ni watu ambao wanapokea kanisani, lakini unasahau zile vitu vidogo ambazo Mungu anatufanyia kila wakati. Mungu ametupatia ishara nyingi za upendo wake katika maisha yetu. Mungu amekupatia ishara ya kuwa na familia, hiyo inatosha. Mke, mme, hiyo ni ishara ya upendo wa Mungu. Watoto, ishara ya upendo wake. Amekulinda hizo siku zote, hiyo ni ishara. Wewe si mgonjwa, hiyo ni ishara. Hata kama uko mgonjwa
wengine wametuacha, wewe bado uko hai. Hiyo ni ishara tosha ya Mungu. Je, unangudua zile ishara ambazo Mungu amekufanyia katika maisha yako kuonyeshana kwamba yeye ni mwaminifu kwako? Alafu ni kitu gani ambacho ungependa kukiomba kutoka kwa Mungu? Na hilo somo linaenda sawa na injili ya leo ambayo ni Injili Mathayo sura ya 1 aya 18 hadi 25. Na katika somo hili la injili tunaona ya kwamba huyu mfano ambao tumepatiwa wa Yosefu na Mariamu unapatia matumaini katika maisha yetu. Huyu Yosefu ni mwenye kumwamini Mungu. Yeye anamwamini hata wakati wa mangumu, wakati wa shida, sio kama huyu mfalme Ahazi. Yeye mwenyewe amekuweza kumfuata huyu Mungu, na hivyo hivyo anaamini zile ahadi ambazo Mungu anaziweka katika maisha yake. Hata wakati ambao alikuwa katika ndoto, yeye hakughairi, lakini aliweza kuona uaminifu wa Mungu hata katika ndoto. Akaamka na akaweza kumwacha mke wake, akafuata maagizo ya huyu malaika. Lakini hebu tujiulize sisi wenyewe, je, wewe unaamini zile ahadi za Mungu amekuwekea katika maisha yako? Mungu anakuambia kwamba usiongope, unakuwa na wasiwasi. Mungu anakuambia kwamba atakulinda, unaenda kwa waganga ukatafute ulinzi. Anakuambia atakupatia mali na watoto wako. Unaona kwamba hiyo itoshi, unatumia hata njia mbaya kutafuta pesa. Yeye anakuambia kwamba atakupatia mume mwema, mke mwema, unashindwa na ndoa yako, unaenda. Ama saa zingine anakuambia umtegemee katika maisha yako na unashindwa. Kwa nini wewe sio mwaminifu kwa zile ahadi ambazo Mungu amekuwekea? Amekuambia atakupigania na adui zako, na unadhania yote ambayo unayafanya ni nguvu zako. Unasahau ni ahadi ya Mungu katika maisha yako. Na hivyo hivyo unaweza kujiuliza, ni kwa nini wewe mwenyewe hauko ama unaamini ndoto ambazo si nzuri? Huyu Yosefu katika ndoto yake alikuwa anaongea na malaika, na baadaye huyu malaika akamwongoza kwa kitu cha busara na akaweza kutimiza. Wewe wakati ambao unaotaka vitu gani? Unaota unakimbizwa na nyoka, unaota unazikwa, unaota umepata ajali, unaota wazazi wamekufa, wewe unaota nyumba yako imechomeka. Kwa nini wewe unaota hizo vitu vibaya hivyo? Kwa nini siku moja usiweze kuota vitu vizuri? Na kwa nini wewe kila wakati ukiota ni hayo mambo mabaya, hata mambo mabaya ya watu wale wengine? Kwa nini uone Mungu amekuinua katika maisha yako? Uone Mungu amekubariki na mtoto, uone Mungu amekubariki na kazi, uone Mungu amekuneemesha, amekukinga na hatari. Kwa nini wewe unaona tu manyoka yanakukimbiza, umeanguka na magari, watu wanakukimbiza, watu wanakuumiza, ndoto bovu? Anza kuota vizuri. Wacha kuanza saa zote kung'ang'ania hizo ndoto mbaya ambazo unasiota. Kumbuka kwamba hatujaumbwa kwa mambo mabaya, tumeumbwa kwa mambo mazuri. Ota vizuri, na utaota vizuri kwa sababu utakuwa umelala vizuri. Wewe umejaza hasira, umejaza vitina katika moyo wako, akili yako. Kwa nini utaotaje vitu vizuri? Ni vizuri ulala vizuri ndio ote vizuri. Kwa hivyo jifundishe kulala vizuri, kuwaza vizuri, ndio uweze kuota vitu ambavyo viko na maana. Lakini katika haya yote naona kwamba Yusufu anatufundisha kwamba tusiofu, tumtegemee Mungu, kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Mungu yu ndani yetu. Usiongope magumu ambayo unayapitia, hauko peke yako. Usiongope ugonjwa, hauko peke yako. Usiongope kwenda kutafuta kazi, hauko peke yako. Usiongope magumu ambayo unayapata katika maisha, hauko peke yako. Mungu yu pamoja nawe. Na ndio sababu msaburi na somo letu la pili wanatupatia matumaini ya kwamba huyu ambaye anakuja Emanueli ni yule ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Mwokozi ni yule ambaye anakuja kubadilisha maisha yetu magumu yanakuwa maisha yanapendeza. Na msaburi anatuambia hivi: mfalme mtukufu apate kuingia,
yeye ndiye mfalme mtukufu, na nchi yote na vitu vyote vilivyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji ilithibitishwa. Kwa hivyo yule ambaye anakuja, hatupasi kuwa na wasiwasi, ni mtukufu. Yule ambaye anakuja ni mfalme, na yule ambaye anakuja kuboresha maisha yetu. Na hivi hivyo ndio tunaona hata waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 7 anatukumbusha ya kwamba yule ambaye ni Mwokozi ndiye huyo ambaye anatupatia neema katika maisha yetu, sisi tu wateule wa Kristo. Kwa hivyo tuko na nafasi ya kipekee ya kwamba tumeneemeshwa ili Emanueli, Mungu pamoja nasi, aweze kuzaliwa katika maisha yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, tusikate tamaa katika maisha, tusikate tamaa katika ndoa, tusikate tamaa katika kazi. Huyo mfalme ameshakuja na atazaliwa katika maisha yetu. Kwa hivyo usiofu, usiongope chochote, mtegemehe Mungu. Usiongope, Mungu yu pamoja nawe. Usiongope kutafuta kazi, Mungu yu pamoja nawe. Usiongope katika ugonjwa, Mungu yu pamoja nawe. Usiongope katika ndoa, Mungu yu pamoja nawe. Usiongope watu, Mungu yu pamoja nawe. Ukimwamini Mungu, yote yataweza kutimia. Kwa hivyo ndugu zangu, tuombe ili tusiweze kuogopa. Upendo wa Mungu umiliki maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Bwana, tunakuomba utie neema yako mioyoni mwetu, lisi tuliojua kwa ujumbe wa malaika kwamba Kristo mwanao amejifanya mtu kwa mateso na msalaba wake, tufikishe kwenye utukufu wa ufufuko kwa ajili ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema, tukijiandaa kwa kuzaliwa kwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na watakia Dominika njema.